Bwana asifiwe. Kwa maana hata nikija kanisa langu ndio hili. Naishindwaga kabisa, nikifika tu lazima nipigie dadi simu, dadi nimefika. Sababu najua kwamba niko hapa ni nyumbani. Bwana asifiwe. Kuwa na kanisa haijanipa nafasi ya kusema kwamba mimi nimeshakuwa bado niko chini ya wale waliotangulia. Pia kuna kitu najifunza kwao. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kabisa, ni wakati mzuri ambapo tutaenda kusikia neno la Bwana. Naomba tusimame, alafu mwambie Bwana Yesu, naomba useme na mimi siku ya leo. Simama tumwambie Bwana Yesu, naomba useme na mimi siku ya leo. Unajua ni Christmas na mambo ni mengi, unamhitaji Yesu sana. Naweza kuwa siku ya leo ikawa ndefu sana kwako, lakini ukiwa na Mungu haitakuwa ndefu, utamaliza salama, utamuenda kama kwa mwingine salama, utakuwa na amani na furaha. Mwite tu Bwana, mwambie Yesu, naomba useme na mimi. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, mfalme mkuu, na kushukuru Bwana Yesu, na kuna mfalme na kutukuza na kubariki. Umekuwa mama kwangu, umekuwa mama kwa kanisa lako Bwana. Ee mfalme mkuu, asante Bwana Yesu, sababu ya wakati kama ambapo Bwana nitapata nafasi ya kusimama mfalme mwema ili kusema na watoto wako Bwana. Baba asante kwa kila mmoja ambaye Bwana Yesu yuko katika nyumba hii Bwana. Naamini ya kwamba Bwana Yesu uko mahali hapa ili kutenda mema katika maisha ya watoto wako Bwana. Ee mfalme mkuu, Bwana Yesu Mungu mwema, sema na wazee, sema na wamama, sema na vijana, sema na kila mmoja katika nyumba hii ili Bwana neno lako asubuhi ya leo ka baraka katika maisha ya watoto wako Bwana, katika jina la Yesu. Nami mfalme naposimama nitumie kama chombo, mimi nipata kushuka wewe kainuliwa Bwana, kwa mfalme mkuu utukufu wako, siwezi nikashiriki utukufu wako peke yako Baba. Nitumie kama chombo, sema na watoto wako Bwana, tumia kinywa changu kusema yale ambayo Bwana ukusudia kusema na watoto wako Bwana, na utukufu tutakuwa na wako, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpesi makofi mazuri unapokaa. Kila mmoja anakuletea salamu ya kanisa ambalo tunachunga pale Nairobi. Kanisa la Discipleship Ministry, kanisa la Discipleship Ministry wamenituma salamu. Nimezipokea salamu hizo, na wazipokee. Amen. Haleluya. Niambia pasa, ukienda wasalimie wale watu, wasalimie wale watumishi wa Bwana. Kwa hiyo nimefikisha ujumbe, naamini kwamba ni vizuri kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ambaye Bishop ameongea hapa akasema siku ya leo ndio siku ambayo maovu mengi yanatendeka, watu wakifikiri kwamba wanamsherehekea Yesu. Haleluya. Leo ndio watu watalewa sana, leo ndio watu watapigana sana, leo ndio watu wataabudu mizimu sana, leo ndio siku watu watachinja sana, watamwaga maziwa sana, watamwaga pombe sana, wanaabudu miungu yao wakisema kwamba ni Christmas, ni Christmas. Lakini Yesu hakuja kwa sababu kama hiyo ili tuendelee kutenda dhambi, ila Yesu alikuja ili tuweze kubadilika na kufanyika watoto wake, na tuweze kuona baraka za Mungu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Ujumbe wetu ni kwamba Yesu alizaliwa kwa nini? Haleluya. Ujumbe ni kwa nini Yesu alizaliwa? Haleluya. Hebu tuangalie kile kitabu cha Mwanzo chapter 1, Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26. Ujue kwamba tangia mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu na akambariki aweze kutawala chochote na dunia hii aweze kuishi na mamlaka. Bwana asifiwe. 26 inasema kwamba 26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Ule mstari wa 27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu, na mwanadamu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. 28 inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaidi mkaongezeke. Angalia sasa kile ambacho Mungu alikusudia mwanadamu aweze kuwa. Vile ambavyo Mungu alikusudia mwanadamu aweze kuwa ni kwamba aweze kutawala, halafu akawabarikia. Haleluya.
Baraka hizi ni pamoja na kuwa na kila kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha yako, kuwa na amani, kuwa na furaha, kitu unachokifanya kinafanikiwa, ndoa nzuri, biashara inaenda vizuri, kazi inaenda vizuri, unatawala. Yaani wewe ni mtoto wa mfalme na unatawala kama mfalme, kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa mbuzi ni mbuzi, mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe, na mtoto wa Mungu ni Mungu, anatawala kama Mungu. Kama umeokoka, umpa Yesu maisha yako, wewe ni mtu wa kutawala, sio wa kutawaliwa. Bwana asifiwe. Wewe ni wa kutawala, sio wa kutawaliwa. Ila shida inatokea wapi? Wakati ambapo mwanadamu sasa amegeuka akamwacha Mungu. Haleluya. Ukimwacha Mungu, ile mamlaka uliyokuwa umepewa ya kutawala, nguvu uliyopewa ya kutawala inakuondokea. Bwana asifiwe. Na nguvu ikiondoka, ndipo shetani anapata nafasi ya kuweza kufanya kila kazi mbaya kwenye maisha yako. Ndio unakuta sasa maisha yako ya wokovu yanakuwa ni hasara. Kile unachokifanya hakifanikiwi, unapigwa na magonjwa, mapepo ndio hayo, mizimu ya kwenu inakutesa. Kwa sababu nini? Umetenda dhambi na Mungu amekuondokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie kile kitabu cha Mwanzo pia, sura ile ya 2. Uone sasa mahali ambapo mwanadamu shida ilitokea. Maana alipewa kumiliki, kutawala kila kitu, Mungu akawabarikia. Tunaangalia hapa kinachotokea, hii sura hii ya 2 mstari wa 15. Mstari wa 15 Biblia inasema kwamba, Mwanzo 2:15, Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyu mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwambiza huyu mtu akisema, matunda ya mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana asifiwe. Mungu anaweka nini? Sheria ya kwamba mwanadamu atakapokula hilo tunda wewe utakufa. Yaani maisha ya dhambi kwa mwanadamu yanaleta hasara na anasababisha mateso kwenye maisha yake. Haleluya. Hasara anasababisha mateso. Ndio maana siku ya leo uangalie sana ushukuru kwako na kusherehekea kwako. Unasherehekea kwa njia aina gani? Unasherehekea kama wale wapagani wajaokoka, ama unasherehekea kama mtoto wa Mungu? Unafurahia kwa sababu Yesu yuko ndani yako, au unafurahia kwa sababu utakunywa sana, umevaa vizuri sana, utalewa sana, utakuwa na marafiki wengi sana? Unafurahia hivyo, ama unafurahia kwa sababu Yesu yuko ndani yako na unatembea katika maisha ya kumpendeza Mungu? Hilo ndio jambo la kufurahia watakatifu wa Mungu siku kama ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanzo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza. Sikiliza vile Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti ya miti yote. Sikiliza, shetani kwanza anamuuliza mwanamke box. Haleluya. Ya kwamba Mungu ni kweli alisema msile matunda yote ya bustanini. Haleluya. Anamtega shetani, kujaga hivyo kukutega tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Kwanza shetani akamdanganya kwamba hamtakufa, lakini kujua mema na mabaya alimwambia ukweli. Haleluya. Kwanza siku kujua mema na mabaya alimwambia ukweli, lakini kuhusu hata kufa alimdanganya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kumpe sifa kwa mazuri. Sijui kama unanielewa hapo, naomba Mungu akusaidie.
Na hiyo leo tunajiuliza kwa nini Yesu alizaliwa kwa nini? Haleluya. Yesu alizaliwa kwa nini? Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho sana, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua ya kuwa wa uchi. Haleluya. Wakachona majani ya miti wakajifanyia nguo. Hapo anajua kama wako uchi, lakini wamekula tunda, wamejua wako uchi. Haleluya. Kwa nini? Uwepo wa Mungu uliwaondokea. Mungu ukienda kusoma mpaka 17 utaona kwa nini baada ya kufanya dhambi, kuvunja ile amri ya Mungu, kula tunda la mti ule walikuwa wasile, ndipo mwanadamu akapata kujua kwamba ako uchi. Mungu alipomuondokea ndio anaenda kujificha. Mwanadamu alikuwa ni rafiki ya Mungu, anaongea na Mungu kabisa. The same hiyo. Unapokuwa umeokoka na unaishi maisha matakatifu kupendeza Mungu, Mungu anaongea na wewe. Haleluya. Unapokuwa unaishi maisha matakatifu, Mungu huwa anaongea na wewe. Lakini utashangaa siku ile moja tu ambapo utamwacha Mungu, unaenda mbele za Mungu, unaomba, haongei tena wala hajibu tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu umemwacha Mungu, Mungu amekuondokea. The same Adam na Hawa walipokula tunda lile, wakajiona wako vile walivyokuwa, na uwepo wa Mungu kaondoka. Sio mavazi walikuwa wamevaa, sio mavazi, ni uwepo wa Mungu uliondokea kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe. Mimi nitaomba ukasome mpaka 17 pale, utaelewa vitu na kukufunulia zaidi. Hebu twende Isaia tuone kwa nini sasa Yesu anakuja. Isaya ile sura ya 6 mstari wa 8, tuone kwa nini Yesu anakuja. Haleluya. Maana tayari sasa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanadamu amezaliwa katika dhambi. Haleluya. Kila mwanadamu, kila mtu aliyezaliwa na mwanadamu amezaliwa katika dhambi, kwa sababu Adamu wa kwanza alifanya dhambi, nasi tukaingia kwenye dhambi. Lakini Yesu anakuja. Unajua Mungu ni mwenye upendo sana, na Mungu ni wa rehema sana. Hakuacha mwanadamu aendelee kuteseka. Maana kweli mwanadamu alipoanguka katika dhambi, aliingia kwenye mateso, kwa sababu shetani alikuwa na uwezo juu ya maisha yake. Haleluya. Angemfanyia vile alivyokuwa anataka. The same kata mtu ambaye hajaokoka leo hii, au mtu ambaye amemwacha Mungu leo hii, atakuwa anapigwa na magonjwa, umaskini utamtesa, mapepo yatamvamia, hata waganga na wachawi watamuonea, kwa sababu hana nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya. Sasa mwanadamu aliteseka, na Mungu akaona hayo mateso yote ambayo mwanadamu anateseka, ndio akafanya mjadala kule mbinguni. Haleluya. Ya kuweza kuendeleza tena mwanadamu katika pendo lake. Haleluya. Kuweza kuleta tena ushirika kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana asifiwe. Apendwa, dhambi ni mbaya. Haleluya. Kumwangalia jirani yako, mwambie dhambi ni mbaya. Kama umeokoka, endelea kumpenda Mungu na kutamani kuishi maisha matakatifu, ili usije kumwona Mungu kwenye maisha yako. Wokovu sio jina, wokovu ni tabia. Haleluya. Ndio maana sisi hatusherehekei kama wale wengine. Hata leo hii unapoenda kusherehekea, angalia marafiki zako wanaoshirikiana na kina nani. Haleluya. Ndio wakati mwingine unaanza ukaanguka, utakuta ni familia yako inachinja mbuzi za mizigo, utaenda ukashiriki pale. Haleluya. Shiriki pale na kuonesha kamata, maana kizila zile nyama. Bahati mbaya sasa, sijui kwa Christmas wale wengi wanaangukaga. Wao wanaenda nyumbani. Fika nyumbani wanaanguka, maana hawataki kujitenga na familia zao, bado wanafanya mila. Wakirudi Nairobi, tunaanza tena kazi nyingine ya kufundisha na kuwaokoa. Wakirudi mjini, wakirudi makanisani, wanaanza kazi ya kuwafundisha na kuwakomboa. Maana walienda kule na wakaanguka, mapepo yakawavamia tena, wanakuja kutupa kazi nyingine ya kwanza kuwafungua tena. Bwana asifiwe. Kwa Mungu akusaidie sana. Ndio kama ni vizuri Yesu aliyompokea, utamani sana aendelee kuishi ndani ya moyo wako, jana, leo na hata milele. Hata kama falani ukose marafiki, ukose mandugu, lakini umpate Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya chapter 6
Ile sura ya 6. Isaya sura ya 6 ule mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 6:8 inasema kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Haleluya. Mungu anauliza nimtume nani ili sasa akalete ukombozi. Haleluya. Yesu anasema nitume nani? Nitume mimi. Ulikuwa na mjadala, ilikuwa ni safari, ilikuwa ni kujitoa. Mungu ameweka kikao, nimtume nani? Yesu anamwambia Bwana, nitume mimi. Haleluya. Bwana asifiwe. Mathayo sura ya 1. Haleluya. Mathayo sura ya 1 ule mstari wa 23. Mathayo sura ya 1 mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe. Inasema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu alikuwa mbinguni, amani Yesu. Haleluya. Biblia inasema ni Mungu pamoja nasi, lakini Bikira Maria atachukua mimba. Haleluya. Kwa uwezo atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Ili kumleta Yesu aweze kuja kupatanisha wanadamu na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sababu mwanadamu alishamwacha Yesu kwa sababu ya dhambi. Ashamwacha Mungu kwa sababu ya dhambi. Alianguka, alivunja amri ya Mungu, alitenda dhambi. Ndio maana nakwambia kabisa, ukiwa umeokoka, tunza sana wokovu wako. Dhambi ni mbaya. Haleluya. Dhambi inafanya watu wanakosa kumwona Mungu kwenye maisha yao. Wakati mwingine unaweza kusema mchungaji anaweza kuishi maisha matakatifu. Hauwezi kuishi maisha matakatifu kwa nguvu zako mwenyewe. Hauwezi kuishi maisha matakatifu kwa nguvu zako mwenyewe. Unamhitaji Yesu. Haleluya. Na ukimpata huyu Yesu, mpokee na umkubali kabisa, atawale ndani ya moyo wako, umfanye kuwa kiongozi wako, ndipo unaweza kuona Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana tunafurahi kwa sababu alizaliwa kwa ajili yetu na yuko ndani yetu. Haleluya. Ndiye anatuwezesha katika kutawala na kumiliki. Anakuja tena kurudisha utawala mwanadamu ambao alinyang'anya wakati ambapo walipotenda dhambi. Yesu anakuja kurejesha tena hii mamlaka. Wewe unapookoka unarejeshewa ile mamlaka ya kutawala. Haleluya. Ile mamlaka Yesu anakuja kurejesha utawala ule. Bali ndipo utakapokuwa utawala utafanikiwa. Magonjwa yatakuwa mbali na wewe, mapepo mbali na wewe, majini, mizimu ya kona itakuwa mbali na wewe. Maana sasa Mungu amekurejesha tena, amekupa mamlaka upya. Haleluya. Ndio maana anasema tunasali, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Yaani ufalme wa Mungu unaingia ndani yako. Wewe unakuwa ni mfalme, unatawala. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio faida. Na ndio maana Yesu alikuja kuleta tena kipatanisho kati ya mwanadamu na Mungu, ili mwanadamu aweze kutawala, apokee tena nguvu ambayo alikosa wakati ambapo alitenda dhambi. Bwana asifiwe. Hapo fundisha hivi, najua kwamba kuna mtu anakipata. Inawezekana kuna wakati ambapo kweli ulikuwa na uhusiano mzuri na Mungu kabisa. Kuna mawasiliano na Mungu, maana yake au kwa mtu ambaye kwenye ibada unaona ni kawaida, kwenye mambo unaona ni kawaida, kwenye neno unaona ni kawaida. Ulikuwa serious na Mungu kabisa, unamtafuta Mungu kabisa. Na wakati mwingine alikuwa anasema na mpaka kwenye ndoto, kwenye maana alikuwa anasema na wewe. Lakini katika wakati ambapo sasa hata ukiomba, kwa sababu umeacha ibada zako, umeacha maombi yako, umeacha kusoma neno, maana yake ni hasara. Umeacha kusoma neno, sasa Mungu haongei tena na wewe. Haleluya. Mungu haongei tena na wewe. Wakati mwingine umekuta umejichanganya kwenye dunia. Halafu Mungu anakuondokea. Ndio maana mambo sasa hayaendi tena kama vile alivyokuwa yanaenda, mpaka umekosa amani, umekosa furaha. Wakati mwingine mpaka unakuwa na magonjwa ambayo hayana tiba. Haleluya. Kwa sababu nini? Ulimwacha Mungu, na Mungu akakuacha. Unaishi kwa kutegemea nguvu zako. Na ujue shetani yuko
bado anazunguka akitafuta mtu ili ammeze. Nani? Yule ambaye amemwacha Mungu, amekataa kutembea katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Nasema tazama, bikira atachukua mimba, na atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, Mungu pamoja nasi. Imanueli yaani Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Kile kitabu cha Isaia sura ya 9 mstari ule wa 6. Isaia 9 mstari wa 6. Naomba mpendwa, leo ushike kitu. Wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni tofauti na wale watu unaona kule nje ambao hawajamwamini Yesu. Haleluya. Wewe ni tofauti na ndugu zako ambao hawamjui Yesu. Wewe ni wa kabila la Yesu. Haleluya. Wewe ni wa kabila la Mungu. Sometimes watu tunakosana kujielewa. Hebu mtu mmoja nisome kile kitabu cha John chapter 10 verse 34 mpaka 35. Yohana sura ya 10 mstari ule wa 34 mpaka 35. Mmoja anaanza kunisomea pale. Ili ujue wewe ni nani. Na ufai kuonana na shetani kama na shetani. Ukiwa na Mungu ndani yako, wewe ni kama Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Karibisha mtu mmoja anisomee kitabu fulani. Yesu akawajibu, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutambuka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni? Nafikiri hapo kutosha. Sikiliza vile Mungu anasema kwamba wewe ni Mungu. Haleluya. Ni Mungu wa herufi ndogo. Haleluya. Wewe ni Mungu wa herufi ndogo. Anasema haiwezi kutanguka kama aliwaita Mungu wala waliojua neno la Mungu. Wewe ni Mungu wa herufi ndogo. Wewe Mungu anasema mtoto wa mbuzi ni mbuzi, wa nyoka ni nyoka, na wa Mungu ni Mungu. Lazima mpendo unapojitambua kwamba wewe ni kama Mungu, utaishi maisha ya ushindi, maana nguvu ya Mungu iko ndani yako. Bwana asifiwe. Tudhibitishe na kile kitabu cha Zaburi ile sura 82 mstari wa 6. Zaburi 82 mstari wa 6. Tudhibitishe na hiyo, maana mashairi wanakuwa ni wawili au watatu. Ya kwamba wewe ni nani mbele za Mungu kama umeokoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Zaburi 82 mstari wa 6. Mimi nimesema ndimi miungu, na wana wa aliye juu nyote tu. Haleluya. Tunasema kwa furaha. Sikiliza Yesu anasema, "Ninyi ni miungu." Haleluya. Sisi tunamfanania Mungu. Ni kama sisi ni miungu. Ni kwamba shetani hana uwezo juu ya maisha yetu. Ukiona umeokoka na bado shetani anapata nguvu juu yako, mapepo yanapata nguvu juu yako, majini yanapata nguvu juu yako, mizimu inapata nguvu juu yako, hebu rudi nyuma utafakari tena. Haleluya. Ujichunguze tena, sababu Mungu hakuna siku hata moja pepo inaweza kupata uwezo juu yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuna nguvu ya Mungu ndani yetu ambayo inatupa kuishi maisha yenye ushindi, maisha ya baraka. Bwana asifiwe. Kisa 6 inasema Isaia, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maana kwetu sisi amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Haleluya. Tunaye Mungu ambaye ni Baba ndani yetu. Haleluya. Mfalme wa amani, ambaye ukiwa na yeye, ukiwa na yeye wewe unatawala, unamiliki, unaishi maisha ya kufanikiwa, maisha ya baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumpe Yesu makofi mazuri. Mimi sijui huyu Mungu na bebani. Unajua Mungu ukimwona ni kama imani. Lakini Mungu ukimwona ni mtu, yaani hatoshei imani, ameenea dunia yote. Ndio hivyo atafanya mambo kwenye maisha yako. Haleluya. Ukimwona Mungu ni mkubwa, wewe kama muona Mungu
Utakapomwona na ukubwa wake na uweza wake, ndivyo hivyo atakavyoonekana kwenye maisha yako. Lakini ukimwona ni mdogo, ndivyo atafanya kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Wangapi wameokoka? Tumpee makofi mazuri. Haleluya. John chapter 3. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Yohana 3:16. Kwa nini Yesu alizaliwa? Bwana Yesu asifiwe. 3:16 inasema, kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Haleluya. Kwa nini Yesu alizaliwa? Bwana, hii Yohana inatuambia kabisa ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kila amwaminie. Haleluya. Yule ambaye amwamini Yesu amepotea, hana uzima wa milele. Yule aliyemwamini Yesu ana uzima wa milele. Haleluya. Bwana asifiwe. Wala usijifananishe na wale ambao hawamjui Mungu, hawajaokoka. Wewe ni mtu wa dhamana sana mbele za Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe utakufa kifo kibaya kama wale ambao hawajaokoka. Haleluya. Wakati mwingine kama Mungu anataka kukuchukua, lazima atakupa taarifa. Mwanangu, nitaondoka na wewe kesho. Haleluya. Bwana asifiwe. Makofi mazuri. Nasema nini? Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kila amwaminie, si asiamini. Haleluya. Amini kabisa, wote tuko katika nyumba hii tunaamini. Haleluya. Bwana asifiwe, tunaamini. Na kama kuna mmoja hajaamini, ningemshauri leo mtu apate kuamini. Haleluya. Ya kuna wale wanaenda kanisani kwa sababu fulani anaenda, au wazazi wanaenda, mama mjomba anaenda, wanangu wanaenda kanisani. Kuna watu wanaenda au wanaenda kanisani, kuna vitu wanataka, nikifa nizikwe vizuri. Haleluya. Nikipata jambo kanisa wasimame na nini. Haleluya. Wako kanisani kwa sababu ya vitu. Haleluya. Lakini naongea kuhusu kilichomleta Yesu duniani. Alikuja kuleta uzima watu ambao waliingia kwenye shida baada ya kukosana na Mungu, matatizo yakaingia. Ndio maana unaona kwamba watu ambao hawajamjua Yesu, hawajaokoka, ni yale tabia, maisha yao wanaoishi sio maisha mtukuza Mungu, ni maisha ya dhambi. Haleluya. Ndio maana leo wataenda kusherehekea, watachinja mbuzi, watachinjia wazee. Wengine leo wanaenda kuchinja mbuzi za kiumao kule Uchagani kwetu. Imagine anaenda mjini, amefanya kazi mwaka mmoja miwili, Mungu anaanza kumfanikisha. Anasahau kama ni Mungu amemfanikisha, na rudi nyumbani, anaanza kuchinja mbuzi ya kiumao. Eti anachinjia mzee aliyekufa zamani, marehemu huko chini. Haleluya. Yao Wachaga wanaelewa hivi. Eti ili akienda afanikiwe zaidi. Haleluya. Asara ni biashara inayofanyika leo 25. Watu wanakunywa sana, ndio ndoa zitavunjika. Ndio watu ambao wanakosana, wao mzee akununulia kitenge, watoto hawajavaa, sijui nini, yani shida. Yani Krismasi Mungu hakuja kufanya kama hizo. Haleluya. Eti kuharibu ndoa kwa sababu mtu akongoa nguo ya Krismasi, eti hakuna kuku, sijui. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kuna ndoa nyingi leo zitavunjika. Kuna watu watapigana leo. Hata waliokoka, kuna wana hasira, mzee akununua nguo mpya, hakununulia nguo mpya. Haleluya. Nashukuru Mungu. Bishop amesema hapa hata ana nguo mpya, lakini hakuvaa. Bwana, sisi tushazoea na siku ya Christmas. Ndio Yesu akiwa ndani, kila kitu kiko sawa sawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Siku ya Christmas tunaharibu ndoa yako kwa sababu huko kitenge, au watoto wako kwa ndio kuna neno, au kuna no. Haleluya. No. Eti hata huko na kusalimia kwenu. Uko na Yesu Bwana. Wewe wa thamani sana mbele za Mungu. Ndio kumwamini Mungu na kumpenda Mungu. Kila jambo na wakati wake. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake. Haleluya. Kwa sababu kujua hiyo, wewe ni mtoto wa Mungu. Sikiliza hivi nasema, mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu. Kwa Yesu anakushauri utaharibu ndoa kwa sababu hujavaa, utaharibu ndoa kwa sababu hukula vizuri. Utakosana na mzee kwa sababu sijui hajafanya ABC. Bora na Yesu ndani yenu. Endelea kumwamini Yesu na
kumpenda na kumtumikia, maisha itakuwa sawa sawa. Haleluya. Yesu akuja kutoka kwenye hizo vitu ambazo zinatufunga kwa tunamkosea Mungu. Anatufanya kuwa huru, anatupa uzima. Haleluya. Napoishi na Mungu ndani yako, nikwambie kwa kumaanisha, shida inatokea pale mahali ambapo mwanadamu ameanguka katika dhambi. Ndio shida inatokea. Lakini simama na Mungu vizuri kabisa, shetani ana uwezo juu ya maisha yako. Hao mapapo nasikia hakuna lazima yaondoke. Maana sio hakuna tena, sio kabila hakuna tena. Wewe ni kabila la Yesu. Kama ni kabila la Yesu, wewe mila, mizimu, mashetani, kazi zote mbaya za shetani hazina nafasi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Sema makofi mazuri. Haleluya. Tuangalie kitabu cha John chapter 2. Tumeona hapa kwamba kwanza tuangalie mstari wa 17 inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu hakumtuma Yesu ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, ila alikuja ili ulimwengu uokolewe katika yeye. Nani? Mimi na wewe. Ndio maana tuko hapa leo, si watoto wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni tofauti na moja. Yaani kila kitu duniani ni mali ya Mungu. Watoto ni mali ya Mungu. Shetani ni wa Mungu. Haleluya. Kila kitu tunachokiona duniani ni mali ya Mungu. Kuna kitu tunaitwa mtoto wa Mungu. Haleluya. Mtoto wa Mungu ana upendeleo fulani. Mtoto wa Mungu ana upendeleo fulani. Haleluya. Ana kibali kwa Mungu. Haleluya. Huyu mtoto wa Mungu maisha yake na Mungu kuna mahusiano, wanaongeaga pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumpe makofi mazuri. Haleluya. Yohana 1:12 inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale waliompokea, haukuwa mtoto wa Mungu, ulikuwa mtu wa Mungu kama wale wengine tu. Haleluya. Kile baada ya kumpokea Yesu kufanyika mtoto wa Mungu kwa kuliamini jina lake. Haleluya. Kwa hiyo na Mungu ni rafiki. Wewe na Mungu wewe mtu ambaye mnaongea, mnawasiliana. Mungu yuko karibu na wewe. Haleluya. Mungu yuko karibu. Ndio maana ukiomba anasikia. Haleluya. Ukimtafuta unamuona. Haleluya. Maana yeye ni baba yako. Haleluya. Kuna kufanyika baba. Mungu ni wa wote. Mungu ni jina la cheo. Sikiliza, kuna baba hapa. Haleluya. Yeye ni baba. Yaani unapofanyika mwana, unapozaliwa mara ya pili kufanyika mtoto wa Mungu, unavaa yenye ya mbinguni. Haleluya. Bwana asifiwe. Yenye ya mbinguni, damu yako inasoma mbingu. Haleluya. Haisomi duniani tena. Maana watu wa duniani wanapigwa na mizimu, waganga, wachawi, umasikini, ulevi, wanavurugwa na shetani katika dunia hii. Lakini watoto wa Mungu, shetani hana uwezo juu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumpe makofi mazuri. Ile kitabu cha First John ile Yohana wa kwanza. Haleluya. Sorry. Pengine nachanganya hivi ishi hapa. Wamenizoesha kule sasa unajua. Sorry. Bwana asifiwe. Yohana wa kwanza sura ile ya 3 ule mstari wa 9. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 inasema, kila mtu alizaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maana uzao wake watokana na Mungu, yani yake inasoma mbinguni. Mtu asije kudanganya wewe utaishi bila maisha ya dhambi. No, Yesu yuko ndani yako. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Akiwa ndani yetu anatusaidia kushinda dhambi. Haleluya. Bwana asifiwe. Siwezi kuishi bila dhambi. Hiyo ni pepo inakukamata. Ili usione mafanikio, usione maana ya wokovu, usione maana ya wokovu. Haleluya. Yaani unajipa tu matumaini, unajipa matumaini.
Hakuna mtakatifu hapa duniani. Ninasema kwamba Mungu anapendezwa na watakatifu wake walioko hapa duniani. Anapendezwa tena anajibu maombi yao. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe ni salama. Waliozaliwa na Mungu hawatendi dhambi, maana uzao wa Mungu unakaa ndani yao. Wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Tumpeze makofi mazuri. Wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo dunia leo inakuchanganya, wanaenda kunywa, wanalewa, wao wanafanya ABC, wamevaa vizuri, matema na magari na nini? Wewe una Yesu, kitu cha dhamana kuliko wao. Haleluya. Hivyo nisifundishe. Hata kama utakula leo mboga haina nyama, shukuru Mungu. Uko hai. Kuna wenye pesa, wana mali leo wako KCMC, wametundikwa kule, wamehanyiwa. Wengine wanakumulia mtungi ya gesi. Haleluya. Na wana pesa benki zao mashine. Yaani pesa yao benki inahesabiwa na mashini. Yesu anasaidia na mikono, lakini wana magonjwa ya kisukari, kansa, yaani wanakumulia mashini. Hawana amani. Ndoa zimevurugika pamoja na kuwa na mali. Haleluya. Kubarikiwa sio kuwa na mali, kubarikiwa ni kuwa na Yesu. Haleluya. Kubarikiwa ni kuwa sio kuwa na mali. Na tunaona wenye mali. Ana pesa nyingi, anaugua, anapeleka mpaka ng'ambo, anarudisha na kueleza mpaka hapa tunamzika tena. Lakini mtu wa Mungu na Yesu ndani yako, kama akija tunatumia panado, unachashangaa umechangamka. Haleluya. Yaani wewe hauna shida, uko na Yesu ndani yako. Haleluya. Yaani kubarikiwa ni kuwa na Yesu, amani na furaha, maisha mazuri. Ambapo sasa shetani ana uwezo juu ya maisha yako. Watu wanasikia wana mali ndio, hawana Yesu, wana shida mingi sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema kwamba hiyo mstari kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Haleluya. Sikiliza point, hawezi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza, niko karibu na kumaliza. Najua unataka kula pilau. Bwana asifiwe. Please, lazima tutengeneze mazingira yetu ya amani na kuishi maisha ya ushindi. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 9:6. Bwana Yesu asifiwe. 6:9 inasema, sikiliza, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Mtu wa tabia hizi hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Mtu kama huyu, yaani Mungu sio rafiki yake. Haleluya. Sema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo. Baadhi yetu tulikuwa watu wa namna hiyo. Lakini tulioshwa, kama mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Wengi tulikuwa watu wa namna hiyo. Kabla hatujaokoka tuliishi maisha haya. Kwa maana kusudiaga kama mimi pia nilikuwa ni jambazi, nikaiba mpaka na Mungu. Nilikuwa ni mlevi. Nilipiga watu kabali. Nilikuwa naenda sokoni mahali wanawake wanajipanga kwenye wako kama mimi, unaangalia. Na sababu unakunywa pombe, unaangalia, unafikia huyu mzuri. Wewe unaamka asubuhi, unakuta miguu kama sikopo za bike. Amekona. Wengine wanakuta amevunjika meno huko kwa shetani. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio mimi maisha neno. Lakini Yesu ameshatutoa huko kwenye hizo kazi za shetani. Sasa sisi ni watoto wa Mungu, tunamsherehekea kwa sababu alitutoa kwenye utumwa wa dhambi. Haleluya. Kwenye mateso alitutoa, kwenye uganga na uchafu, kwenye mizimu ya kwanza alitutoa. Haleluya. Alitutoa kwenye mateso, kulikuwa na mamoja ya kutisha, ukaondoa yakaondoka. Ndio kila sababu ya wewe leo kusema Yesu wewe ni Bwana. Sababu ya kumwamini Yesu
Kuna kazi ambayo Yesu amefanya kwenye maisha yako. Haleluya. Sema watu wakawatabia kama hizo, hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Yesu alikuja kuondoa watu kwenye tabia kama hizo. Haleluya. Alafu watu tuwe na ushirika na Mungu, tuone baraka za Mungu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili 5:17. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hata inakuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Hata inakuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Haleluya. Wewe sio mtu wa tabia zile za zamani tena. Tabia zako za leo hivi zinamfanania Kristo. Haleluya. Wanafanana na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukimaliza kitabu hiki cha Yohana ile sura ya 10 mstari wa 10. Haleluya. Bwana asifiwe. Tupige makofi mazuri. Kitabu cha Yohana sura ya 10 ule mstari wa 10. Bwana asifiwe. Mpendwa, wewe ni mtu wa dhamana sana mbele za Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Mshikilie Yesu sana. Mpende Yesu sana. Mtumikie Mungu, usichoke. Biblia inasema kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Nami nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Haleluya. Mwizi ni nani? Ni Shetani. Yule anasababisha wakati mwingine hata umwache Yesu. Haleluya. Sababisha wakati mwingine unajipata kwamba mambo yako na Mungu sasa hauko tena serious vile ulivyokuwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo ni kazi ya Shetani. Imagine unampenda Mungu kabisa. Unapenda ibada, unapenda mambo, unapenda kusoma neno. Lakini kuna wale inakuja inakuvamia. Unakuta ibada hutaki tena, mambo hutaki tena, neno hutaki kusoma tena. Hiyo ni kazi ya Shetani ambaye anakuja kuiba, kuharibu, kuchinja na kuua. Lakini nashukuru Yesu anasema, nilikuja ili muwe na uzima, tena muwe na uzima tele. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kutuletea uzima. Haleluya. Tumpe makofi mazuri. Mpendwa, wewe mtu wa maana sana mbele za Mungu. Haleluya. Wewe sio mtu wa kawaida. Yesu alishakuja, ameleta uzima, kuondoa kwenye vifungo, kwenye utumwa. Endelea kumwamini. Siku ya leo sherehekea Mungu. Ukipenda kabisa, aendelee kuwa rafiki yako na ukitamani kumtumikia siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Atakubariki sana. Endelea kusimama na ibada zako. Ya kusimama na maombi yako. Usimwache Mungu. Usiseme nimeomba sana, nimeenda ibada sana. Sema kwa nini nimetumika sana? No. Jua Yesu ana mpango mzuri na maisha yako. Haleluya. Jua Yesu anakupenda. Jua Yesu anakujali. Ndio maana akasema nitume mimi. Haleluya. Jana ulikoka. Ndio maana akaja leo umeokoka, umefanyika mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Pigie Yesu makofi mazuri. Naomba usimame sasa mahali ulipo. Simama tu na miguu yako. Hebu nenda mbele za Bwana. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kama amesema, na mshukuru Mungu. Inawezekana kuna mahali ulikuwa mdhaifu, na mahali ambapo ulikuwa ufanye sawa, mahali ambapo ulikuwa umepungua, lakini Yesu ni wa urejesho. Na mahali ambapo ulikuwa umefungwa, Yesu ni wa urejesho. Anasema alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Ndio tunataka mbele za Bwana. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu. Wewe unajua vile ambavyo unataka Yesu ahusike kwenye maisha yako. Mwite Yesu, muhusishe Yesu siku ya leo, siku ya kusherehekea. Muombe akusaidie ili uweze kusherehekea ukiwa pamoja na yeye. Aendelee kukupa uzima na matumaini. Kama kuna vifungo akuondolee, kwa sababu tunamaliza mwaka 2025 tunaingia 2026 ili uvuke ukiwa salama na baraka na mafanikio, uishi ukiwa na ushindi. Na sasa siku leo azidi kukupa uzima na afya tena, azidi kwa baraka. Mwite tu Yesu. Wewe unajua mahali ambapo umeona kabisa haiko, mahali umepungukiwa, hapajana sawa kwenye familia, kuna mahali ulikuazika, labda mambo ya nyumbani, chakula hakikuwa, mavazi hayakuwa,
najua kabisa ya kwamba wewe unanipenda, najua kwamba ulikufa kwa ajili yangu, najua kwamba uliniokoa. Na Yesu, natamani kabisa nizidi kuwa na ushirika na wewe, nizidi kukupenda wewe, nizidi kukuamini wewe, kwa sababu ahadi yako Yesu kwenye maisha yangu ni kwamba mimi nitakuwa pamoja na mimi, kwa kila kitu kushikilia kiamuru sasa kaanze kukuachilia. Kama kuna kitu kilichokuwa kimekushikilia kiamuru kikatoka, roho ya udhaifu, roho ya mashaka, roho ya kukosa imani, iamuru kaanze kukuachilia sasa kwa jina la Yesu. Ikakuachilie kwa jina la Yesu, ikakuachilie roho ya kutoka kwenye mpango wa Mungu. Wakati mwingine nataka kumtumikia Mungu lakini unashindwa, iamuru ikakuachilie, maana sio mapenzi ya Mungu. Roho imekuja inasababisha unakuta unataka kufanya lakini roho inataka lakini mwili hautaki. Iamuru ikakuachilie, hata kama ni magonjwa, iamuru ikakuachilie, iamuru ikakuachilie kila udhaifu, amuru ikakuachilie, amuru ukaachilie, amuru ikakuachilie wote vilivyokutesa vikakuachilie, ili ukaone wema wa Bwana kwenye maisha. Amuru kama ni kwenye familia ndio ukaachiliwe, ukaya huru, ana huru. Amuru sasa kila roho sio Mungu kwenye maisha yako, ikakuachilie kila kazi ambazo zabi shetani kwenye maisha ya amuru, ikakuachilie kazi ya shetani kwenye maisha yako. Umekosa amani, umekosa furaha, amuru zikakuachilie, amuru achia magonjwa, achia akila na mateso, achia roho za kurudi nyuma, 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 achia kwa jina la achia kwa jina la achia roho za kurudi nyuma, kila aina mateso ya kuachilie, yaamuru ya kuachilie kwa jina la Yesu. Alikuja duniani